la Bwana na kanisa na baba yao wa kiroho. Maana yake ni kwamba unapenda Bwana, manake baba wa kiroho anaweza kama popote, hata kama sio kule ulikozaliwa, kule unakwenda. Kama baba wa pale yuko smart, lazima kuulize maswali hayo. Sio unapoka kukumbuka naenda wengine mkienda hata kanisani ya mwingi. Ukisafiri kutoka hapo karibu na safiri wewe kanisani. Mama roho nipoenda nibali nenda kanisani mara ngapi? Haleluya. Haleluya. Amen. Maana ni kwamba ulienda wakati unaenda kule Kisuma, ulienda kanisani. Amen. Umeenda nyumbani kweli, mwaka mpya Kristo ukuje, ulienda kanisani siku ya mwaka mpya, unasema nataka nimtafute Bwana, wakati mwako unaanza nimtafute Bwana. Kanisa lolote, mahali popote, nenda pale, mwambie Bwana, jumuika pale, mwabudu Mungu wako. Haleluya. Wengine wakisafiri ndiyo likizo ya kuabudu, likizo ya kuabudu. Amen. Yaani hakuwa hiyo likizo yake ya kuabudu. Na ukienda mahali popote, ili wakuleta kwa mtu mwingine, ukimwambia nimeokoka, inabidi akutafute kwanza kwenye tochi. Mtu tena ameokoka, mbona simuoni? Kwa sababu matendo yako hayaonyeshi kwamba umeokoka. Mtu aliyeokoka popote akifika, hata kama ni kwa wapagani, wanasema naomba nijue kanisa la kiroho liko wapi, niende nimwabudu Bwana. Familia yote anawacha, wanaenda kwa Bwana, wanaenda kwa Mungu Yesu, kwa sababu yeye Mungu ni mwaminifu mkuu kuliko chochote. Amen. Ukienda kwa wapagani na wewe unaweza kuwa kama mpagani kama wao, usipokuwa na roho inayowazidi. Ni lazima roho yako iwazidi wale ulioenda kuwatembelea, hata kama wao ni waganga na wachawi. Nenda pale poromosha maombi, nenda kanisani, halafu kuja vile vile wanakwambia huyu mgeni naye ni kiboko, huyu mgeni naye ni hatari. Kwa hiyo ni kwamba wewe unakuwa na nini? Unakuwa na ile kumpenda Bwana kwa moyo wako wote. Amen. Pende Bwana kwa moyo wako wote. Sasa mwingine anampenda Bwana lakini moyo anauacha nyuma, hisia anaziacha nyuma, utashi anauacha nyuma. Utashi, nataka nikaombe, nataka nikaabudu. Sasa mtu ambaye hana utashi ndio yule akija tu mama mkwe analala. Mama mkwe kaja, mama mkwe mimi nisema kija mama mkwe, aje baba mkwe, aje sijui nani, waje hata 100 kanisani na kwenda na inawacha nyumbani. Na wangeni simama kanisani kaenda. Ukirudi shauri yako, umenipata nyumbani kwangu, kaondoke. Haleluya. Baba yote, mama yote, awe mama mkwe, awe baba mkwe, hii si adili cha baba mkwe au mama mkwe. Kama anaingia kwenye anga za kiroho, tunafukuzana mapema. Mapema. Sio wewe anakwenda mama mkwe, tunakaa nampikia Jumapili. Mama mkwe jamani, nikiondoka tanionaje? Mama mkwe tayari hata leo zoezi la kwaya nimeshindwa tu, mama mkwe kaja. Kwa sababu mama mkwe kaja, hata zoezi limeahirishwa. Wewe haleluya. Mama mkwe ni binadamu. Mungu aliyekuweka, aliyekuumba, nisaidia mama mkwe, nisaidia baba mkwe. Mheshimu baba mkwe na mama mkwe, lakini kwa habari ya Mungu wako mweke pembeni, mwambie naenda kwa Bwana, nikamtafute Bwana. Hawezi kupiga makofi kwa sababu unawapenda baba mkwe na mama mkwe.
hiyo ili akili uji. Amen. Na hata usiponiambia nitajua tu, kwa sababu alikuwepo ndiye alikuzuia. Hata usiponiambia. Unajiuliza huyu mtu namfundisha, akili yake bado imelala. Biblia inasema Paulo anauliza wakati hasa vipi wanatia kusio na akili na aliye maroga. Leo kiona wewe utaroga, unakosa akili. Unakosa akili. Wewe utaroga unakosa akili. Ili Mungu akufurahie, Mungu akuone wa thamani, mpende kwa nguvu zako zote, pende kwa akili yako, kwa moyo wako, pende Bwana na atakufurahia, na atakuona wa thamani. Inasema ukimtanguliza Bwana, yeye anafanya ya kwako. Haleluya, anafanya ya kwako. Basi vile ndio wale wote wananijua, wote wananijua, nasema sababu ni mchungaji na hiyo nilianza nayo toka zamani, hata nikiwa bado kijana. Mtu kunizuia penda ibada, tunaweza kagombana. Toka miaka kama 30 sasa hivi na moja imepita, miaka 31 ya wokovu. Kwa hiyo wewe unakuwa ni mtu ambaye unampenda Bwana kwenye wakati ambao unajua kuna kumpenda Bwana. Biblia inasema muwe tayari kwa wakati unaofaa na usiofanyaje. Simichu. Wakati unaofanyaje? Unaofaa na usiofaa. Unajua wakati unaofaa ni upi? Ule ambao ndio umejiandaa, umeoga, umeoga, alafu nasikia hodi. Alafu anayekuja ni mgeni ambaye muda miaka 10 hamujawahi onana. Na ndugu yako ni mama mzazi ni nani? Hamjaonana kabisa. Umeoga, uko unavaa, unasikia hodi. Ukifungua mlango na kuna jamani kina nini? Wewe wao dakika 2, angalia saa. Mwambie umekuja wakati mbaya na tena kanisani. Yesu mfanye kuwa rafiki kuliko mwingine yeyote. Wakati usiofaa umejiandaa, unasema jamani, nataka niende mkesha. Kama ni mwanamume au mwanamke, mwanamume anakwambia hivi, wewe una akili, unaanzaje kuniacha peke yako? Tunaenda mkesha. Hata kama ni mwanamke, unasema hivi, wewe unafikiri kweli mimi nibaki peke yangu alafu tunaenda mkesha? Ina maana mimi nimekuwa wewe kwenye mkesha, nimekuwa kwa ajili ya mkesha. Ndio maana kabla ya kuoa au kuolewa huwa na washauri, tengenezeni kitu cha imani mapema kabla ya kuolewa au kuoa. Tofauti na hapo, utaolewa ndio pale bali utaoa ndio pale. Jambo la msingi la kwanza, hujaolewa na mtu au hujaoana na mtu, cha kwanza imani yako na yeye. Jambo ndio ya kushughulikia ya kwanza. Hakikisha anakaa sawa. Biblia inasema ya kwamba ukifuatilia kwenye habari ya kuolewa na kuoa, mfano ndani ya Biblia, wana wa Israeli walikuwa wanaambia msiende kuoa kwa mataifa.
Walikuwa wanaambiwa hivyo, usiende kwa mataifa, kwa maana kwamba mtu asiamini ndio anaitwa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu ambaye Biblia inamtaja Suleimani, ambaye alikuwa amepewa agano, akawa ni kiongozi, Mungu akampenda, akawa ni kiongozi kwa taifa lake. Kilichomfanya abadilike, akaenda kuoa wanawake, tena sio moja, wengi, alafu wengine wa nje kule kwa mataifa. Biblia inasema walipokuja wakaja na roho zao, wakaja na miungu yao, wakaja na madhabahu zao, wakaubadilisha moyo wa Suleimani, hakumpenda Bwana. Iliyomfanya Suleimani akosee ni kuoa na watu waliowaoa wengi. Kuna jana anasema jamani, unajua mbona Biblia inataka kuoa wengi, wakati Suleimani yuko ndani ya Biblia kabisa na alioa wengi. Swali, alikosea kwa sababu ipi? Nini kilifanya Bwana anataka ukosee ama alikosea? Daudi ambaye anaitwa, Biblia inasema kwamba kiti chake Mungu anasema hatakosa mfalme kwenye uongozi wake, na kwenye familia yake, kwa uzao wake hatakosa mfalme. Na Bwana anasema nitakupa kwa sababu ya mtumishi wangu Daudi. Lakini Daudi huyo Bwana wako alimfanya akakosea. Daudi alioa mke wa Nabii, alioa mke wa Uria, akawa na wapili. Huyo Nabii nikioa na wapili, kwa Biblia inaruhusu. Hakuna, huyo alikosea na wewe usikosee, kwa sababu yeye alikosea. Mtu akikosea usiendee makosa yake, kayarekebishe wewe. Yesu alisema sikufanya hayo toka mwanzo, sikuambia hayo toka mwanzo, haikuwa hivyo toka mwanzo. Amen. Kwa hiyo anasema pende Bwana Mungu wako kwa akili yako yote. Kwa hiyo maana yake akili, hapa kutumia akili ni pale ambapo wewe unajua kabisa hapahitaji maombi, hapa pahitaji kutumia akili. Huyu mtu kaja sasa hivi saa 9:50, ibada inaanza saa 10 kamili, kaja saa 10 kamili, unahitaji maombi hapo? Akili walipo, unahitaji na akili ya kujua huyu kaja baada ya dakika chache ni muda fulani natakiwa niende. Haleluya, haleluya. Wewe sasa unajikuta unakuwa unasema unampenda Mungu, lakini si kwa kiwango hicho. Mungu mpaka anashangaa, huyu unasema nampenda Mungu, anasema nampenda Mungu, lakini moyo wake haupo. Mungu anasema unanipenda kwa vinywa vyenu, lakini si kwa mioyo yenu. Ukimpenda Mungu kwa moyo wako, kila kitu utatamani Mungu awe wa kwanza. Utatamani Mungu awe wa kwanza. Hautaangalia starehe za dunia, utatamani Mungu awe wa kwanza. Unatamani Mungu ndiye awe rafiki yako, lakini lazima umpende Bwana kwa roho yako yote. Roho yako ndiyo wewe, na hii roho huwa inaongozwa sana, kwa asilimia kubwa inatawaliwa sana na kitu hiki, nafsi. Kwa hiyo unakuta nafsi ya mtu, kwa sababu ndiyo inayomtawala, hisia ziko mle, kupenda kuko mle, utashi huko mle, kuchukia huko mle. Ndio maana mtu akiwa anampenda Mungu lakini hisia zake na hazimpendi Mungu, ndio yule ambaye unakuta kuabudu hakumlazimisha, kuimba hakumlazimisha. Bwana tunataka tunaenda kuimba, unamlazimisha. Huyu mtu hampendi Bwana kwa kiwango hiki.
Biblia inasema mpende Bwana Mungu wako kwa akili yako yote, kwa moyo wako wote, na kwa nguvu zako zote. Kwa nguvu maana yake tumia nguvu zako kwa ajili ya Bwana. Ni mahali ambapo wezi huna nauli, tembea. Amen. Ni mahali ambapo najua ni parefu, unatembea. Wengine nakuta kwa sababu ampendi Mungu, akiona mfano mtu anatoka hapa anatoka hapa labda anaenda kuabudu Masanza Kona, anatoka Masanza Kona anakuja huku, unakuta huyo mtu, unajua hakuna mahali popote ambapo ni mbali huwa ni rohoni. Nitakwambia, unajua kuna mtu mwingine hata kama kanisa uliweka nyuma ya nyumba yake aje. Unajua bwana kanisa mimi natembea niko mbali. Sikiliza, mtu mwenye utashi, hata kama ni kupanda gari, hata kama ni kupanda ndege, hata kama talipa nauli, lakini anajua nina utashi wa kwenda sehemu fulani. Utashi ninao. Sasa anakwambia shakwa la washirika, baadhi wanasema sema unajua kule ni mbali. Sina dini. Tukasema okay, ngoja tuwawekee, tutakuwa tunalipia na nauli na bado haachi. Sasa naangalia nini? Amen. Mali walio sio mali kwa maana ya eneo. Ukiona mtu anakwambia ni mbali ni rohoni. Ukiona mtu ameainisha, kuainisha kumekuja rohoni. Ukiona mtu apendi kitu fulani ni rohoni, sio kitu kingine. Kwa hiyo watu wangapi tunaweza kukuta kanisa lina nguvu, kanisa lina utembeo wa nguvu za Mungu, unakuta walioko pale hawaendi. Sisi tumetoka hapa tukaenda Mombasa kwa ajili ya kumtafuta Bwana. Kaenda Mombasa, pale kanisa lilipo, watu nakuta mtu anatoka Kongo, katoka Marekani, katoka Australia, katoka nchi zaidi, katoka aliyepo karibu na kanisa liko nyumbani. Usitishwe na leo karibu na kanisa. Kama wataki achana. Wapo wakati ambao watajua ya kwamba hapa kuna hazina, hapa kuna jambo, hapa kuna kitu, natakiwa nikitafute. Tafuta power, alafu watu hata kama ni mbali watakuja. Mchungaji mmoja, unataka mchungaji ambaye anafanya huduma kwa jina la kanisa letu, yuko hapa, hajawahi kuja. Yuko Mbuge na kuna lingine liko nini Kikondo. Sasa akawa ananiambia, Bwana tunataka tafute kiwanja hapa mjini ndio vina bei kubwa sana, lakini ni sekta kubwa pale Mbuge. Nikamwambia achana mambo ya sekta, tafuta power, tafuta nguvu. Hata kama nitembee kanisa litakaa na watu watakuja. Amen. Nikamuuliza, kwa hiyo yeye kadabla kanisa lingine kafungua na kanisa lingine Kikondo, yeye yuko Mbuge. Nikamuuliza swali, huyo mchungaji leo unakuta anachunga kanisa la Kikondo, wewe ulimwambia uko ushirika gani? Pia sasa si maombi na uponyaji. Sasa anasumbua kweli, anauliza vipi? Hawajakamilisha wanadili ule usajili. Anasumbua kweli, naambia nilishawapa, kwa hiyo nawasubiria. Wiki hii alikuwa ananiambia kinachoendelea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchakato unaoendelea. Anasumbua kweli, anasema Bwana ananili. Yuko ametulia anafanyia ibada. Wametengeneza pale nyumbani kwake. Hawajapata tena. Nikamwambia hata kama ni chini ya mti, hata kama ni popote, ningesonga mbele, endelea piga injili.
kuwa unajifanya, sio kila unayekwenda kuko unajifanya huko kimelebele sana. Wakati mwingine unajifanya kama umuoni. Je, anapendaje?